Nashukuru kwa sababu wakati mwingine ni vizuri kuheshimu Bwana katika ndoto. Ndoto ambayo niko nayo inaenda kusaidia kila mtu ambaye anaweza kuwa na nguvu ili apate kusimama asaidike. Kwa hivyo ninashukuru Bwana, Simba wa Yuda, mtetezi wa imani na wa haki, ili tusimame tumtukuze yeye pekee. Ningependa kushukuru kwa sababu ya huyu mwenye anasema Prophet Asheri. Nimeota kuamkia jana ya kwamba nimetereza na mguu yangu ikateguka. Nikaona watu wananibeba na pia wanasema wanataka kukata mguu yangu. Nilipoamka nilikuta sina amani. Nabii, unaweza nisaidia? Yaani uliota unatereza, uliota umetereza na ukavunjika guu lako, na ukaona watu wamekubeba, then ukaona unaambiwa unaenda kukatwa mguu. Kutereza ni hali ambayo unaweza kuna tamani kitu na hicho kitu unakiendea, lakini unakosa. So unapokosa kile kitu, moyo wako unakufa, imani inakufa. Maana ya kusema waende kukata mguu yako ni sawa na hali ya kiuchawi. Yaani wamekuroga vitu vyako, unatereza. So kutereza maana yake ya kwenda kata mguu, ya kwamba usije ukapata hicho kitu tena. Na unapoota unakatwa mguu, ukiwa dada ujue unakatwa mguu ya mwanaume, ukiwa mwanaume ujue unakatwa mguu ya mwanamke. Yaani mwanaume na mwanamke wanafaa kuwa wawili katika maisha. So ujue partner wako amtakuwa naye anatoka kwako. Sasa watu wamekata anatoka, yaani watu wametumia mbinu zote kukata atoke, awachane na wewe. Kwa hivyo nasema wewe uliyetereza utaanzia juu, ambapo inasababisha watu wa kubebe ili upate kukatwa mguu. Kwa hivyo umesikia watu wakisema wanataka hata mguu yako. Kwa hivyo inategemea, kama una ndoa ni sehemu ya ndoa, kama una kazi ni sehemu ya kazi. So kati ya vitu viwili kuna moja ambao watu wanapanga njama ili vikuondokee. Anaweza kuwa mke wako ama inaweza kuwa kazi unaifanya, lakini baada ya kutereza. So wakati utaona mikosi zinakufuata ndio kutereza. Unaenda kazini, mara bosi anakasirika, ufanye kazi vizuri, hiyo ni njia moja ya kutereza. Then unapotereza ujue bosi wako anakuazia mabaya, na anapokuazia mabaya anaweza kufuta kazi. Maana yake watu wameingilia ufutwe kazi. So ukiwa katika ndoa, uone ndoa yako manunguniko ni mengi, ni njia moja ya kutereza. So unapotereza utakuta shemeji wako, watu wako ama watu wa kina bwana wamepanga njama, wanakutoa katika ndoa. Kwa hivyo ndivyo Roho Mungu ananiambia nikwambie. Na mimi nasema kwa jina la Yesu Kristo, haya majaribu yapate kushindwa. Majaribu yapate kushindwa. Kuna mwingine anasema, Asheri nabii, Bwana please, naomba ukiomba uniombee mume wangu arudi, alienda but mimi sijui kama alienda ushaku, please. Ndio nimesema, ndio naombea picha za watu kama hawa. Yaani wale watu kama hawa wenye wanatoka tu, kama ni bibi yako, kama ni bwana wako, kama ni nani wako mwenye unapenda, hivyo hivyo. Kwa hivyo kama unampenda na unataka arudi, unitumie picha kwa 0714272609. inakuja kwa Nabii Asheri. Kwa namba yangu nitumia WhatsApp picha mtu mwenye unataka aombewe, uniambie majina yake, uniambie prophet, huyu niombe ni mkora. Uniambie ni mkora ama ni sungura, watu walipotea, watoto wao ni wakora, vitu kama hizo tu. Mtu ambaye partner wako kazini ni mkora, unitumie picha yake, niombe na yeye Jumapili. Na ukumbuke kwamba unapotuma picha nitaenda kutoa kwa cyber na shilingi 100. Unatuma na pesa ya kutoa.
ili nitoe picha yako, itakuwa vizuri zaidi, itakuwa vizuri sana mbele za El Shaddai. Kwanza namshukuru Bwana kusikia kwamba watu wa Nakuru wanatupata vizuri, watu wa Nakuru wanatupata vizuri sana. Kwa hivyo nashukuru wakaji watu wa Nakuru ambao nasema kwamba Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo asimame na kutetee ukiwa pale Nakuru. Asante kutazama EGTM TV, asante kufuatilia runinga yetu ama channel yetu ya EGTM ukiwa pale Nakuru. Nasema Mungu awabariki. Na unaweza kuwa unaambia mwingine asearch EGTM TV. EGTM ndio chaguo la watu wakati huu, maana ni kanisa la kiroho, ni channel ya kiroho. Kwa hivyo naomba unisaidie kufikia wengi, ndio habari hii iwafikie. Ambia mwingine ukiwa uko YouTube, na kuomba ya kwamba unaweza share na wengine ile link ya YouTube, na pia ukumbuke kusubscribe, ni vizuri, ili ya kwamba kila wakati wewe unaweza pata taarifa zetu kwa wakati mzuri. Kwa hivyo tunaendelea katika habari ya ndoto. Kwa hivyo ndugu yangu, umesikia hiyo kuteleza kwako haikuwa vizuri, na Mungu atakubariki sana. Naendelea. Kuna mwingine anasema hivi, ukiwa na ndoto nitumie kwa 0725783902 nipate kushiriki pamoja nawe ile ndoto. Mwingine anasema hello pastor, natoka Kakamega, niombe baba yangu apatikane. Nilizaliwa ujombani hadi nimeoa mke nikiwa huko ujombani, niko na mtoto mmoja. Inawezekana. Hata kuna mwingine ambao niliombea na akapata baba yake mpaka akamtafuta kutoka Siaya, na yeye mwenyewe anakaa kule sehemu Eldoret, na baba yake mpaka akamtafuta na akampata. Kwa hivyo leo hii ninasema inawezekana. Kile utafanya, nataka kuambia hivi kwa jina la Yesu Kristo, utanitumia picha yako nikutafutie baba yako, niongee na picha yako, kwa sababu nitaongelesha damu ya baba yako ili ipate kukutafuta. Na utanitumia dhabihu ya kutafuta baba yako, picha yako na dhabihu ya baba yako, sababu siwezi kuficha, lazima niombe na dhabihu ya baba yako, ndio nikuunganisha na madhabahu ambao damu ya baba yako ikutafute. Ni imagine utampata. Nashukuru sana anayesema Bwana asifiwe nabii. Hapa Chwele tunakupata vyema. Ni Eric Masanduku wa Chwele. God bless you Eric. Mungu akubariki. Endelea kubarikiwa na EGTM TV. Hii ndio chaguo na ni madhabahu yako ya kiroho. Mnaotufuatilia katika runinga, Mungu yenu ibarikiwe. Endelea Eric. Nimeshukuru, Baba akubariki. Mwingine anasema akipasa anapitia majaribu, familia haina amani. Ni Emily. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba kwa milango za Emily mwana wa Adamu ambazo nimeingia siku ya leo, kama siku ingia mlango wa Emily na ingia usiku wa leo, ninamwombea Bwana muondolee majaribu. Mwana wa Daudi, simama, malaika wa Emily waamuke wapate kumsaidia katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba Baba nikisema amen. Emily, Mungu akubariki dada. Jitia moyo, endelea kukaa kwa madhabahu ya Eden na usibanduke. Yesu atakubariki na malaika wangu watakutembelea, wataungana na malaika wako, watakusaidia. Karibu sana. Nashukuru mwenye amesema amen pastor. Mungu akubariki. Wakaji wa Nakuru, nataka kupata mwenye ananipata Nakuru, tafadhali nitumie ujumbe kwa 0725783902 uniambia Prophet Asheri na kupata nikiwa Nakuru, Kaptembwa, Pipeline, kila mahali ambapo utanipata ukiwa Nakuru nitafurahi, ili nijue kwamba mnatupata vizuri pale Nakuru. Asante watu wa Nakuru, nitumie ujumbe uniambie na mimi nitakuombea na nikuunganisha na madhabahu ya Eden
ili uzidi kubarikiwa. Karibu. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Usiku wa leo niliota nimejipaka uchafu wa narudia kusoma nisome vizuri unisaidie. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Usiku niliota nimejipaka uchafu wa jojo. Jojo ni nini? Uchafu wa jojo ya kanisa. Ndio naona imenishinda kidogo. Nimetafakari hiyo jojo, sijui jojo ni nini. Ya kanisa. Nilipata nimejaa. Imenishinda kidogo. Anasema nilipata imejaa nilipoingia ndani nguo zangu zikachavuka pamoja na mtoto wangu. Niliona nguo zangu zimebaki kwenye choo. Nilirudi kwanza kutoa hizo nguo kwenye choo zikiwa zimechafuka. Hapo nikakuta mama wa kanisa amechukua vikombe ya kanisa, ameweka hapo penye kuna nguo zangu. Nikaanza kuzitoa. Dhambi, uchafu wa moyo, mambo yaliyo ndani ya moyo wako yanafanana na uchafu wa choo. Mavazi mazuri ya Waisraeli unayatumia vibaya. Una kipawa lakini unatumia vibaya. Mungu anakudai, na ukumbuke itakuletea shida. Kwa maana mambo hayo unayaonea kwa kanisa. Ulilia moyo wako umrudie Bwana. Nguo zako ufue. Usiache nguo zako watu wa mataifa kuchafua. Hiyo inamaanisha mambo za watu zimeingia ndani mwako, zimechafua imani yako mpaka unataka kuacha madhabahu. Hili neno likusaidia unisikilize. Si nzuri. Umechafua mavazi ya Jehova ambaye alitia ndani mwako. Umechafua vipawa vya Elishadai ambavyo alitia moyoni mwako. Mungu akusaidie, nami nione kama nitakuaminia. Yesu akusamehe. Yesu akusamehe tu, kwa sababu mbele siku nzuri. Kunawezekana ukapata shida kubwa. Yesu akusaidie. Yesu akusaidie sana. Yesu akusaidie sana. Umechafuka mpaka ndani na mavazi. Si vizuri. Unapoenda kanisani, mavazi yako yanapatikana ndani mwa choo. Yaani unaweza kuko ndani mwa kanisa lakini una mawazo mabaya, hayamo kanisani. Unatembelea kwa anga ya mashetani ya uchafu. Yesu akusaidie. Wacha nikwambie hivi. Wakati mwingine unaweza kuwa unaota unatembea kwa matope. Kuna tofauti ya matope na tofauti ya sewage, kama kinyesi, kama uchafu, takataka mali wanatupa. Anayetembea kwa matope kiroho, ukiota unatembea ndani mwa matope, ujue una maisha magumu sana. Ujue una maisha magumu sana. Safari yako ya maisha ni ngumu. Unatembelea kwa matope. Si dhambi. Matope si dhambi. Matope ni hali ngumu ya maisha. Hata gari haliwezi pita kwa matope. Inapita likitereza, likikwama. Kwa hivyo ujue maisha yako ni mazito. Lakini ukiota unatembea kwa uchafu, umejaa uchafu, ni dhambi. Uchafu ni dhambi. Matope ni maisha magumu. Matope ni maisha magumu. Mwingine anasema praise God nabii ni Gilbert. Niliota nikiwa napasua miti.
inaitwa Gruvelaria. Yeah. Ili iwe kuni, nilikuwa napasua nikiweka kwa gari ndogo. Je, ina maana gani prophet? Nisaidie. Niliota nikiwa napasua miti inaitwa Gruvelaria. Gruvelaria ni miti ya aina gani? Ili iwe kuni, nikiweka iwe kuni, nilikuwa napasua nikiweka kwa gari ndogo. Je, kwanza gari ndogo tuelewe mambo ya kiroho. Hakuna wakati gari ndogo itabeba kuni. Kinayobeba kuni ni pickup, lori na trailer. Lakini ukiona unapasua kuni ukiweka ndani mwa gari ndogo. Gruvelaria ni miti ambazo watu wanapanda. Mara nyingi hawezi panda mahali kuna mahindi, inamalizanga mahindi, mimea chini inaisha. Kwa hivyo alafu ni mti ingine ukichoma ama ukipasua mpaka ikauke sana, lakini ina moshi nyingi sana. So kwa hivyo si kitu ya kusaidia mtu haraka. Kwa hivyo ulipasua ukaweka ndani mwa gari ndogo. Tuangalie habari ya gari ndogo. Habari ya gari ndogo ni maisha ya mwanadamu. Gari ndogo ni familia yako. Mfano, kama una familia ama huna, ama unapanga kuwa na familia. Kwa hivyo unapoota umeweka kwa gari ndogo zile kuni, kuna mambo ambayo yanakuja. Gruvelaria inachukuanga muda wa kukauka. Kwa hivyo tuna mambo ambayo yanajipanga ndani mwako kuhusu maisha yako ya baadaye. So unaweka ziwe kuni ndani mwa familia. Siku yenye zitakauka ndio utajua haujui. Siku yenye zitakauka ndio utajua haujui. Kuni huwezi weka ndani mwa gari ndogo. Na kama ni gari ndogo kiroho ni familia. Kwa hivyo kuna mambo yatakayoanza na wewe kwa ajili ya maisha ya familia. Lakini wewe ndio utaanzisha. Kwa maana kuni ambazo umekata ushaziweka tayari. Kuna maneno ambayo umeweka katika moyo wako ambayo yanahusu kuhusu maisha ya familia. Lakini yatakuja bati si saa hizi, mpaka wakati hizo kuni zitakauka. Na zikikauka ndio utatoa uanze kuchoma nini ama zianze kupika. Kwa hivyo hayo maneno yatasafirishwa kwa njia ya moyo wa gari, ili ya kwamba yatakapokuwa yamefika ndio wakati yatakuwa yamekauka na ikianza kuleta mikosi. Pendwa, si ndoto nzuri? Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu akuondolee miti za Gruvelaria, kwa sababu zina muda wa kukauka, na zikiwa mbichi zinatoa moshi sana. Hiyo ndoto si nzuri. Ambia Elishadai, afadhali ungeota unaingiza maji ndani mwa gari ndogo ya maziwa. Afadhali ungeota unaingiza fruits, matunda ndani mwa gari ndogo. Afadhali ungeota unaingiza mikate ndani mwa gari ndogo. Afadhali ungeota unaingiza samaki ndani mwa gari ndogo. Sasa unaingiza kuni zifanye nini ndani mwa gari ndogo? Si ndoto nzuri. Hiyo ni ya kutubu na kuambia Yesu akuondolee. Ni maisha yako yatakuwa mazito. Mwingine anasema, Bwana asifiwe Yesu na Bini Christine, na wapata vizuri. Mimi niliota. Unatupata ukiwa wapi? Umeanza tu vizuri Christine. Akisungesema mahali unanipata ukiwa. Anasema, Bwana asifiwe ni Christine, na wapata vizuri. Mimi niliota ninapigwa na mama yangu, na mama yangu alikufa. Shetani ashindwe. Kitambo sana. Ina maana nini? Please nisaidie. Shetani ashindwe. Shida iliyomaliza mama yako inaingia kwako ikumalize vile ilimaliza mama yako. Ile walilofanyia mama yako wameamusha hiyo spirit iandamane na wewe tena. Ili niyo unatoleanga sadaka. Unakataa kwa jina la Yesu Kristo. Mapema. Sio kesho. Mapema. Aliyekufuata mkaja anze kukuchapa. Wanamshaje kikupate?
vile alivyokufa ndivyo upate kufa na wewe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakataa kila mikosi ambazo zinainuka katika Bwana wa majeshi makaburini ili zisimame zitese dada Kristen. Nami nakataa hizo maroho katika jina la Yesu Kristo zikapate kushindwa. Naachilia uponyaji mbele za Kristen. Kanisa liamini na litumaini lote limwaminie katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Kila mmoja anayenitazama amesema amen. Kristen, Mungu akutakase. Umefanya vizuri kusema hii ndoto. Tumeikemea, uitolee dhabihu na Yesu akubariki. Na kupata vizuri nikiwa Ronda, Nakuru, Emmanuel. Baba, kwa jina la Yesu, Simba wa Yuda, nabariki Emmanuel akiwa Nakuru. Asante Baba yangu kwa ajili ya ndugu Emmanuel. Ninamfunika kwa anga kubwa Jehova, anapozidi kuwa katika madhabahu ya EGTM. Baba Yesu kambariki katika jina la Yesu. Nimeomba nikisema amen. Asante Emmanuel kutoka Nakuru. Mwingine anasema Bwana asifiwe, nimeota nikiwa kwa plot, nilihama na majirani wawili wa Kisii wanahama kwa hiyo plot. Nikasikia sauti ikisema nguo zangu zenye imeweka kwa kamba niziangalie vizuri. Nikajibu, kazi yangu imeisha, hata mimi ninahama. Nami ninahama na nikaona mkisi mmoja na msichana wake wamesimama kando penye niko. Nikaamuka. Usianike mambo yako. Ulianika mambo yako kwa watu wakati hao watu wamehama na mambo yako. Usianike uzuri wako mbele ya watu. Maana kuanika nguo zako mpaka unasikia wanakuambia chunga nguo zako zenye umeanika. Angalia mambo unayotamka kwa watu. Usitoe uchi wako mbele za watu. Usianike mambo yako mbele za watu. Hiyo ndio Mungu anakuambia. Hama kutoka katika yale mambo. Kwa hivyo Mungu anakurudisha nyuma. Mambo uliyosema wakati ulikuwa hujahama. Usianike mambo yako kwa watu. Kama una ile njia kuanika mambo yako, ukome kuanzia leo. Aspan alert. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa Mungu, nimeota siku mbili zikifuatana nikipata pesa mingi, lakini nikifika wakati wa kuhesabu zingine ni makaratasi na sina hata kazi kwa sahi. Edith niko Ngong. Hey Edith, ndoto yako ni nzuri, lakini Edith, unafikiria sana pesa, alafu Mungu anakujaribu usiku. Yani unafikiria sana pesa Edith, maana unaangalia vile shida zinakukumba. Edith, unalala kama unawaza sana maisha. Na mimi nakwambia uko hatarini kwa sababu unawaza vibaya. So kiwango chenye umefika Edith ni kile kiwango cha watu ujinyonga ama unywa sumu na kusema maisha yamekuwa mazito. Edith, unaweza kuja Jumapili ni kuombe, hata kama nitakuombea kwa simu, kwa sababu lazima ni kuombe na ufike kwa madhabahu. Unajua Edith, wakati mwingine kuna mtu anafungwa jela, alafu yule mtu anaenda kotini ama advocate wake anamwakilisha, lakini siku moja jaji anasema nataka mwenyewe. Kwa hivyo mimi naomba na kuhitaji wewe kwa madhabahu, maana siku nzuri Edith, na ukikuja upigie secretary wangu umwambia kwamba naomba kuja, mimi ni Edith ambaye ninaotanga pesa nyingi.
mwambie unaotanga pesa nyingi zinakuwa makaratasi ukihesabu. Aki Jesus. Edith, wakati unaokota pesa zinakuwa mingi sana. Edith, alafu ukihesabu ni makaratasi. Aki Mungu anakufanyaje Edith? Aki oye. Aki Mungu si akupe pesa kweli. Mbona anakujaribu aki oye? Wa? Edith pole. Lakini kuja Sunday na ukuje waambie hata Ashu, mwambie wewe ndio unaotanga mapesa mingi zinakuwa karatasi, ndio nitakujua haraka, alafu wakulete nikuombe. Tukemee hiyo tamaa mbaya ambayo inakujaribu usiku. Edith, Mungu akusaidie sana Edith kutoka Ngong. Umefanya, nimekuhurumia Edith. Kuja Jumapili Mungu atanisaidia. Nitakununulia unga. Nitakununulia unga. Edith, kuja Jumapili nitakununulia unga. Alafu Mungu anisaidia, nitakulipia nyumba mwezi mmoja. Sababu nimejua chenye kinakusumbua. Una shida hiyo tu. Unaokota pesa mpaka inakuwa makaratasi. Asante. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe nabii. Na kufuatilia nikiwa hapa Gashe. Naitwa Brian, ndoto niliota. Asante sana Brian, karibu sana. Brian, ndoto niliota kama niko na governor. Wewe na yule wa pesa mnafanana. Akaniambia nishike mkono niwe msaidizi. Mungu anisaidie. Wewe tu na yule wa pesa mnafanana. Wewe na mwenye nimetaji. Ati naye atanisupport pia kwa kiti cha MCA. Na hiyo ndoto iliisha hapo na nikaamka kwa usingizi. Sio nacheka kwa ubaya, lakini mnanifurahisha. Ndoto zenu ni za kushangaza. Sasa uliota umesalimia gavana. Sasa ukaona leo kwa ndoto wewe tu utakuwa mtu mkubwa, gavana atakwambia utakuwa MCA. Umesema unatoka wapi? Gashe si mbali. Wewe na yule wa pesa, yani wewe ni kama Musa. Unaona kana ninamtafika. Kwa hivyo mkuje niwatakase, niwaombee. Ukikuja useme wewe ni yule unatembeanga na gavana kwa ndoto. Ambia nimekuja mimi natembeanga na gavana. Nataka nijue Mungu anasema nini. Haki mmenifurahisha leo, usiku wangu utakuwa mkubwa. Mwingine anasema Bwana asifiwe prophet, niliota kuna mtu alienda kwa choo. Haja. Jameni mnaota vituko. Akachafua, nikaenda kusafisha choo. Ikang'ara ndani mpaka na nje. Ina maana gani? Haleluya. Bwana asifiwe prophet, niliona kuna mtu alienda kwa choo. Alienda kwa choo haja, akachafua, ikaenda kuisafisha choo, ikang'ara ndani mpaka nje. Je, ina maana gani? Kwanza, maisha ya choo ni mambo ya nyumbani. So kuna mtu anaweza kuja aingilia mambo yenu akayaharibu, lakini wewe una uwezo wa kuisafisha ndani na nje. Yaani una uwezo wa kuficha mambo ya mtu yaliyo nje na ndani mwake. Yaani unaweza tetea mtu, unaweza tetea familia yenu ndani na nje, ama kama ni bwana ama ni bibi unaweza mtetea ndani na nje wakati ambapo ashaharibu. Choo ni mambo ya nyumbani. Choo inasaidia watu wa nyumbani, na kila mtu anaenda haja mahali pale. Kwa hivyo ni chombo ambacho kimetengenezwa kusaidia watu wa nyumbani, lakini kuna mtu amekuja akaingilia ndani ya maisha yenu kuyaharibu. Kwa hivyo wewe una uwezo, umepewa na Mungu uwezo wa kusafisha ndani na nje, maana huna roho mbaya, maana huna roho chafu. Endelea na ungoje, usimame imara, we mtu ambaye unaweza saidia familia yenu, na Mungu akubariki. Utakuwa mwanga nyumbani mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo. Haleluya, nitapata raha.
mikononi mwa Bwana. Nifikapo mwisho wa mwendo, utakuwa mwangu nyumbani mwa Bwana. Nifikapo mwisho wa mwendo, haleluya, nitapata raha mikononi mwa Bwana. Nifikapo mwisho wa mwendo, safari iko mapumziko ya mwisho, nitakaribishwa na pendo lako, Mwokozi ananiongoja. Nifikapo mwisho wa mwendo, sitazikumbuka taabu za njia. Nifikapo mwisho wa mwendo, sitawakumbuka walionipita. Nifikapo mwisho wa mwendo, safari iko mapumziko ya mwisho, nitakaribishwa na pendo lako, Mwokozi ananiongoja. Nifikapo mwisho wa mwendo. God is answering. Asante kusupport EGTM TV. Asante kusupport EGTM TV. Doris, umetuma msaada wako kwa 253951. Na mimi ninasema Baba muumba mbingu na nchi, nabariki dada Doris na familia yake. Mwana wa Adamu na maisha yake yabadilishwe. Ninafungua kazi ya mikono ya Doris na wazazi wake nyumbani wakapone, na majirani na marafiki wabarikiwe. Katika jina la Yesu nimeomba nikisema amen. Asante Evelyn Adhieno Nasike. Baba yangu mwana wa Adamu, ninabariki Evelyn Adhieno Asike. Baba Yesu, ukamzingire, ukampe kibali, ukamwondolee lawama za ulimwengu, ukampe tegemeo la haki. Yesu, simame naye, ukamfungulie milango jinsi ambavyo amesimama na kazi hii. Kwa Yesu Kristo na mimi nikiomba, amina. Kuna mwingine anaitwa Caroline Chepkemoi. Baba, kwa jina la Yesu, bariki Caroline kwa damu yako, ukamtembelee kwa njia ya imani. Wewe ni Mungu utakayemsaidia. Katika jina la Yesu nimeomba nikisema amen. Kuna mwingine anaitwa Gladys Naliaka Wasiroma. Baba yangu, bariki dada na Gladys ambaye ametuma shilingi 1. Baba, ukambariki na ukamlinde na ukampe ushindi. Kwa Yesu na mimi nikiomba amen. Mimi nimeomba vile ambao umetuma Gladys. Umenitumia shilingi 1 bob. Ezekiel, Mungu akubariki. Ezekiel, Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Ezekiel, barikiwa. Naendelea na ndoto. Na wanaotuma msaada wao pia na wabariki. Bwana asifiwe. Mimi ni Monica kutoka Misihu. Niliota tunajenga nyumba kubwa ya kifahari. Ili hali usipige simu tafadhali. Ili hali ya kifahari. Ili hali anayesimamia ni mume wangu marehemu. Unaona kama yule mama aliyeamuka akapiga yule dada. Akampiga. Anasha kufa. Mtu aliyekufa hawezi simamia kujenga nyumba. Anakujengea kaburi la nini? Kaburi haliwezi kuwa fahari, la kifahari. Asitaki. Nasema sitaki. Monica, asikujengee, mkatae. Hakuna kitu anakusaidia nacho. Kama akusaidia akiwa hai, anakusaidiaje akiwa marehemu? Anakujengea kaburi la nini? Anajengea kubwa la nini? La kifahari. Kaburi la kifahari. Nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna nyumba mtu aliyekufa kujengea. Kujenga nyumba kwa ndoto si nzuri. Kama wewe unaweka muhuri na ikataa, katika jina la Yesu Kristo. Kanisa lote mahali ulipo, inua mkono wako tuombe dada Monica. Mahali ulipo, Nakuru, Mombasa, wapi, inua mkono wako.
Katika jina la Yesu Kristo tunatetea dada Monica. Tunaangusha kila nyumba ambazo waliokufa walijenga. Tunabomoa hizo nyumba katika familia hii. Tunabomoa mapepo ya makaburi kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukisema amen. Shetani ashindwe. Mtolee dhabihu, useme enda utupiliwe mbali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikilala niliona jicho la mtu na mkono wa kulia ni wa mtoto, na mwingine ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikilala niliona jicho la mtu na mkono wa kulia ni wa kulia ni moto, na mwingine ni watu. Sasa hiyo, hebu niandike vizuri. Wewe ndio uliota, andika vizuri kidogo, inakosawa lakini ni Frieda Ibabu. Asante, Mungu akubariki kunitumia sadaka, na ninasema Mungu akubariki. Baba yangu bariki ni Frieda Ibabu kwa jina la Yesu, ukampe nguvu na uwezo, kwa maana ni Mungu. Kwa Yesu Kristo na mimi nikiomba amen. Nimekuambia ni Frieda Ibabu, lakini omba kwa sababu ya upande wa moyo, yani unaumwa na moyo na moyo inakuchoma kila wakati, na Roho Mungu ananishuhudia kuna dawa lazima upate kutumia kila siku. Baba yangu ananiambia si kusumbuliwa kwa sababu ya nini? Kuna mawazo mengi ndio yanachoma moyo wako, yanaingia ndani ya moyo wako. Ni Frieda Ibabu. Baba yangu akusaidie uwe na amani. Unawaza sana, machozi, yani mawazo mengi yameingia ndani mwa kifua mpaka unawaza sana. Alafu mambo yaliyotendeka kuhusu upande wa ujombani ambao baba ananishuhudia ya kwamba ni kuambia kuhusu upande wa ujombani, kuna visirani vingi viliwafuata, ni kwa sababu ya mambo ya shamba. Mliteseka sana. Baba Yesu anasema amepitia hali ngumu, lakini mwana wa Adamu asimame awasaidie. Kwa hivyo kinachokukula ni mawazo, asema Roho wa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo upone, mawazo yote yaondoke, uwe na amani katika jina la Yesu. Usimame imara na Yesu akusaidie na kufungulia njia zako. Asante Ana Azai. Asante kwa sadaka ya usiku umenitumia. Mungu akubariki. Mtazamaji wangu mahali ulipo, ungependa kutuma sadaka yako, unatuma kwa 0725 783902. Ibada yenye nafanya maliza na sadaka. Ninafanya ibada nikikubariki, ninafanya ibada nikikuombea. Ukinitumia sadaka na Mungu atakubariki. Ukituma kwa 0725 783902, mimi nitamshukuru Bwana. Ana Azai, asante kwa sadaka yako. Yesu akubariki na kutakasa. Lakini Hana, uombe kwa sababu ninatamani kuongea nawe. Baba Yesu ananishuhudia mambo ya shamba. Unalilia mambo ya title deed. Hili jambo limekusumbua ndani ya moyo wako. Alafu nasema ndugu yako alipotea, yani akanyagi kwa boma, yani boma limeharibika, lina mtu anaweza wasaidia. Then unanionyesha kaburi ambalo lilikuwa linachomwa, wakapata watu wanataka kuchoma au watu wakatoroka. Ana Azai, haya mambo unayajua. Yesu akusaidie Hana, na malaika wangu asimame na malaika wako kwa nyumba yako na kuinua usiku wa leo, akuondolee lawama zote na afungue njia zako na kupea ufunguo katika maisha yako Hana. Yesu akubariki Hana. Yesu akubariki Hana. Asante Brenda Temoi. Yesu akubariki Brenda Temoi. Umenitumia sadaka yako ya usiku. Ninasema mwana wa Adamu asimame nawe na kufungue, licha kwamba mambo ya tumbo unaumia sana katika hali ya tumbo, lakini Yesu akubariki pia. Emily Kagali. Kwa nini baba ananiunganisha na Emily Kagali? Asante kwa sadaka yako. Emily, omba sana kuhusu uchungu wa tumbo ambao Mungu ananishuhudia lazima mtoto aende operation. So nakosa kuelewa. Je, kuna msichana ambaye amefanywa operation ama baba ananishuhudia nini? Alafu wewe mwenyewe pia ni ugonjwa ni kama wa ukoo. Watu wengi wamepasuliwa. Alafu wewe mwenyewe unalia kwa sababu ya mambo ya jicho. Jicho linakutesa, mwili unakuumiza.
unashindwa ufanye nini? Maisha yako yamekuwa hatarini, unashindwa, mwili wako una shida gani? Mimi nakutakia mema Emily, kwa jina la Yesu Kristo. Baba wangu akuponye na kutende mema. Mary Ngweyo, asante kwa sadaka yako. Yesu akubariki Mary Ngweyo, na kupe kibali Mary Ngweyo, na kufungulia baraka ya siku ya kesho. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe nabii, mimi ni Valencia kutoka Kitale. Nimeota kuhusu lesbian mara 4 na sijui meaning, naomba uniombee. Lesbian. Hiyo ni spirit mbaya. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana kinasema kuhusu huyo mnyama aliyeonekana kuteka wengine nyara, na akaja na kikombe kilichokuwa kimejaa damu ya kuangamiza wengine. Kwa hivyo hiyo ni jina ya kishetani, ni jina ambayo si nzuri, ambayo ile mnyama alibeba ndani mwa kikombe. Ukatai hiyo shetani, ukatai, kwa sababu ukiendelea hivyo Valencia kitakuwa kinamaliza watoto wako. Maana hata Biblia inakataa mambo kama haya yasiwepo katika ulimwengu. Kwa hivyo hiyo spirit unayoiota, sijui mlikuwa mnafanya nini na hiyo spirit, na sijui vile ambao ulikuwa inakuwekea. Kwa hivyo hiyo muhuri kuondokee, usio mmoja kati ya wale, please, na kuomba Yesu akusaidie na kuondolee. Elizabeth Wanjala, asante, Mungu akubariki kutuma sadaka yako ya usiku. Ninasema ulale mzuri, Yesu akupe kibali usiku wa leo. Basi niombee, sina amani, biashara yangu ilififia na madeni ni mingi hadi sina pesa ya kulipa. Yani ulianza biashara bila kujua. Ungalijua ningekupa, ungekuja nikupe kitambaa ya red. Kuanzia biashara nikuwekea kwa hiyo kitambaa, inaitwa ufunguo wa biashara. Ukija hapa nakupa ufunguo wa biashara, nakupa kitambaa ya red ambayo nimeiombea na moto, na kuwekea mambo fulani, alafu na kuwekea anointing oil, na kuwekea alama, ende ufungulie biashara. Unaona sasa? Ungelikuja ningekupa ufunguo wa biashara. Biashara ufungui kwa sababu na pesa, pesa zinaishanga. Biashara unafungua na ufunguo wa biashara. Lazima uje nikusaidie. Kama unataka kufanya biashara, njoo nikupe ufunguo wa biashara. Na nitaweka siku ya Thursday ndio nitakuwa napeana ufunguo wa biashara. Siku ya Thursday ndio nitakuwa napeana ufunguo wa biashara, au nitaomba Mungu anisaidie Sunday jioni ndio nitakuwa napeana ufunguo wa biashara. Ibada yangu ya jioni ya Jumapili ndio nitakuwa napeana konya wapo ufunguo wa biashara, ili uende uanze navyo Monday, uone muujiza inyojayo. Kitambaa yenyewe ni gharama 2,000, sababu mimi nakupa ufunguo. Apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za furaha. Waliotoa 2,000 nikawapa ufunguo, hawajawahi teseka na wanaendelea vizuri. Unaona vile umejaa madeni. So ukisimama na ufunguo wa biashara, madeni yatakuondokea. Mwingine anasema pastor, please naomba uniombe kwa ajili ya kazi, na hangaika sana. Yesu msalaba wangu sasa nimejitweka, nikwandame Bwana wangu, wengine kuepuka. Sina tamaa ya mali ya ulimwengu, mimi ni tajiri kweli, ni mrithi wangu. Baba yangu akufungulie njia kwa neno la kiunabii, ubarikiwe. Baba akufungulie. Judith Kaveza, nimeshukuru kwa sadaka ya usiku. Lakini Judith, nataka uaminie sana mambo ya nyumba yako, kwa sababu nimeangalia Baba kunipa jina Judith Kaveza. Nimeingia ndani mwa nyumba na kupata kwamba kuna ile nyumba inajengwa, inawekwa pale juu kofia. Baba ananionyesha ina kofia. Maana yake ni nyumba iliyo na shauku. Yaani maisha yako ni ya shauku, unawaza na kuteseka. Yesu akufungulie njia. Namba 2, amini ya kwamba Mungu akupe kibali, kwa sababu kuna baba aliyedai ya kwamba awakatie shamba. Na wakati alidai awakatie shamba, ikaleta mgongano mwingi na una amani. Namba 3, Roho Mungu anasema nikufungulia hali ya mikono yako. Kwa hivyo jina la Yesu likubariki na likuongoze. Yale ambayo 2 ya 3 Yesu amenishuhudia yawe mema mbele zako. Mikosi ishindwe, shetani ashindwe, magonjwa ashindwe, nyumba yako iwe na amani na upate amani katika maisha. Mwingine anasema basa, ukiota unali. Basa ukiota unaulizwa nguo zako ziko wapi, alafu unaonyeshwa kanzu ya papo
box. Unaambiwa hiyo ndio nguo yako. Inamaanisha nini? Basa ukiota unaonyeshwa. Nafikiri ulikuwa useme unaulizwa. Imeandikwa unaulizwa. Nguo zako ziko wapi? Nguo zako ziko wapi? Unaulizwa na nani kwanza? Ni mganga? Ni maalumu? Ni chief? Ni mwalimu? Ni mama yako? Unaulizwa na nani? Unajua hujasema uliulizwa na nani? Ni sauti? Ni pastor? Ndio ni kujibu. Maana nguo ya papo inawakilisha mambo mengi sana katika neema ya kiroho. Kwa hivyo lazima nijue ulikuwa unaulizwa na nani, ndio ni kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Nabii, nimekuwa na jambo likanisumbua. Yani ni ndoto ama ni unaniuliza? Bwana Yesu asifiwe. Nabii, imekuwa jambo la kunisumbua. Mtu akaniambia kuku kila wakati, hata nikiomba bado anaendea kunifanyeje nabii? Leo mnaniandikia kwa kitu ambacho sijaelewa sana. Bwana asifiwe. Nabii, imekuwa jambo la kunisumbua mtu akaniambia kuku akaniambia kuku kila wakati, hata nikiomba bado anaendelea. Nifanyeje nabii? Acha nikupigie chikuelewe. Na kupigia tena unaniweka kwa mtu kunijibu. Umesema ni kwa ndoto. Kuna mtu anasema nina ndoto ya kupaa hewani na sauti uniambia, angalia sasa una uwezo wa kuhepa mawe. Anamaanisha ama mishale. Ukiona unapaa kwa ndoto ni vizuri sana, lakini ni imani inakupeleka juu. Kwa hivyo wakati watu wanakujia kwa attack, hawatakuweza kwa sababu imani yako ni ya kupaa. Yani utapita kwa mambo mengi sana, lakini hayatakuweza. Kwa hivyo endelea kushikilia imani ya madhabahu na usitoke kwa madhabahu ya kiroho. Ukitoka tu kwa madhabahu ya kiroho utakuwa unaota unataka kupaa, unakuwa kama nguruwe, unakuwa mzito sana. Mungu akubariki. Ningekubali wa Edeni nikulee. Napenda watu wanaopaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Uinuliwe prophet. Bwana Yesu ainuliwe prophet. Ningependa kujua kifo cha mume wangu kilisababishwa na nini tangu aage. Mimi na familia yangu tunaishi maisha imekuja nusu. Sijui kwa nini imekuja nusu. Tena uniombee juu ya dada yangu. Amekaa huku Kakamega, hahitaji kurudi nyumbani Mombasa. Sielewi kwa nini, na alimaliza last year. Haya ni maswali ambayo yanahitaji counseling. Nasema ndoto leo. Haya ni maswali yanahitaji ushauri. Ni ushauri tu, nataka ushauri. Kwa hivyo hawa ndio nitapigia simu ni washauri. Kuna kuongea mambo na kuna ndoto. Leo hii ni kwa ndoto. Wakarule mushiverera shosi nyinga ujereranga wakarole umwami wakwayanza nyinga ujerera. Emma Simiyu, asante kwa sadaka yako ya usiku.
ninasema Mungu akubariki Emma Simiyu, na ingilia kati ya maisha yako na fungue mipaka zako, uone muujiza wa nabii Asheri. Mwingine anaitwa Gilbert Kisanya. Mungu akubariki Gilbert. Mungu akubariki kwa sadaka yako ya usiku. Usiku wa leo nikiomba malaika wangu wakuzingire na Beatrice Usala wa Karule mushiverera shosi nyinga ujereranga wa Karule umwami wa wayanza nyinga ujereranga wa Karule. Mwingine anasema asifiwe pasta, naitwa Teresa. Pasta, niombee nipate kazi. Mungu akubariki. Kwa jina la Yesu Kristo akufungulie kwa neno la kiunabii. Wa Karule mushiverera shosi nyinga ujerera wa Karule umwami wa bayanza nyinga ujerera babibira oye wakasangane nyinga ujerera oingo bakorerwa nayo ukongo biwe munga wa Mungu. Naomba niombee juu ya magonjwa ya miguu, kuwaka moto na tena kulala na kula mawe kama nyoka. Na pia kukumbuka mtoto wangu kwa maombi kwa masomo na kazi kwa mume wangu. Unawasha miguu, fanya hivi. Tumanisha maji ya Eden, tumanisha chumvi ya Eden, yakifika uchemushe, kanyaga ndani usiku kama wa leo. Hayo maji yapoe kwa miguu yako. Ukisikia tena ukigonjeka utaniambia. Tumanisha, utapiga hii namba wa kutumanishia maji na chumvi, maji mbili na chumvi. Weka ndani, kanyaga ndani. Alafu maji ingine osha mtoto wako uso. Chumvi ingine kama mmewaka na anaimini, umtumanishia, weke kwa mikono. Asubuhi usubuhi afungulia baraka za mikono zake, afaulu kazi. Prophet Asheri, mimi ni mfasi wako, wanakufuatilia sana kwa TV ya EGTM nyumbani ni Chwele. Ningependa uniombee, kwani kunaye mtu tunafurugana sana kwa mpaka. Nimejaribu hata kujenga but mzee niombee ili nipate kujenga tafadhali. Enda Chwele, enda pale mahali panaitwa mahali kanisa la Chwele liko panaitwa mbona hiyo inanipotea tena jameni, mahali kanisa letu lipo Msese. Enda pale wakupe chumvi, uende umwage kwa geti yako hivi na umwage kwa shamba kwa kando ya shamba lako. Tuone kama nani anabishana, nani atakufa. Au tumanisha hapa, utapiga simu, ongelesha secretary, mwambie akutumanishe chumvi 3, akuwekee kwa shuttle ikukujie. Enda weka kwa shamba lako, tubishane na wachawi tuone. Kwani nani ataishi? Wachawi, Biblia inasema tutafanya nini na wanawake wachawi na wanaume wachawi? Haki walai utajenga, na yeye atakufa mpaka alambe kaburi. Wote tutakufa najua, lakini wachawi watangulia. Sisi tutawafuata baadaye. Bwana mwingine anasema Bwana apewe sifa. Mimi ni Monica kutoka Misiku, nimekuombea. Nimekuambia hiyo nimebomoa staki. Mwingine anasema Bwana asifiwe, niliota kuna nyoka nyeusi kubwa kwa fence yetu ikitembea, na ilipofika kwa mlima mkubwa walianza kupiga na huyo nyoka ni Emmanuel Koyonzo. Bwana asifiwe. Nabii, niliota kuna nyoka nyeusi kubwa kwa fence. Nyoka nyeusi ni roho ya mtu. Kwa hivyo mnasaraundiwa na mtu mchawi.
Lakini umesema kubwa kwa fence yetu ikitembea, na ilipofika kwa mlima kubwa walianza kupiga. So sijui walipiga wakaua, wakapiga huyo nyoka. So kuna adui, roho ya adui inatembea kwa familia yenu na ni kubwa sana, na ndio inawatesa, inawafunga. Kwa hivyo mnaishi na mchawi, na hiyo ndio roho anatuma, inakuja kwa fence, inawachungulia, inajua chenye mnafanya, inapigana nanyi. Na wakati mmeenda kwa mlima, mlima ni maombi, inafaa tukanyage kwa jina la Yesu. Kwa hivyo utafutia hiyo roho dhabihu katika jina la Yesu usiku wa leo. Afadhali huyo mtu akuja asubuhi mkamuone na mjue ni yeye. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaweka Emmanuel kwa Yonso mikononi mwako katika jina la Yesu. Mwana wa Adamu, tunakataa hii roho ya mwanadamu inayotembea nyuma ikiwa kwa fence ili pate kumhangaisha katika jina la Yesu Kristo. Nimekemea nikisema amen. Mwingine anasema nisaidie kuomba bibi yangu. Nisaidie kuombea bibi yangu. Nimetembea kwa hospitali, nimechoka. Analia tumbo, mara inanguruma, mara ni kuhara. Mulimenya lyanje Yesu wa Inyanza, Mwami wa Inyanza, Yesu wa Inyanza. Mulimenya lyanje Yesu wa Inyanza, Mwami wa Inyanza inze. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Ya, mimi naitwa Nabii Asheri. Nimepata ujumbe wako ya kwamba umetembea na bibi yako kwa hospitali hajawahi pona. Mimi nimetembea. Sasa uko na kitu tuongee? Mimi ndio nimepiga, ndio ninataka kuambia hivi. Nataka ufanye neno moja. Amen. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo na kutumanishia maji kesho. Maji, alafu bibi yako atakunywa maji. Then utanijibu tena nikiwa kwa hii altar. Ni maji tu atatumia, na mimi mwenyewe nitachanganya hayo maji kwa madhabahu nikiaombea na nitumanisha. Alafu nitatumanisha mshipi wa white. Mshipi wa white. Ataka mshipi, nitatumanisha mshipi wa white. Atafunga kwa tumbo lake, maana huo mshipi utakuwa na mafuta. Atafunga kwa tumbo lake, alafu akifunga ndiye akunywe maji. Atakapomaliza maji afungue mshipi. Akigonjeka tena uniulize Nabii Asheri. Umenipata? Nakupata. Kwa hivyo mtaongea vile ambavyo itakujia na secretary na atakupigia. Atanipigia vile itakuwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ni Josephine kutoka Kakamega. Niliota babangu mdogo ananifuata ama anafuata usiku na kunishika koo. Niseme yanayoendelea juu ya wazazi wangu. Atanifanyia kitu mbaya, nisaidie. Kukushika koo ni mtu anayetafuta mbinu za kukumaliza, na si kukumaliza kukuua, bali kukufungia mambo mengi yanayokuwa mbele zako. Kwa hivyo yanayowatesa Josephine yako katika familia yenu, yanayowarudisha nyuma yako katika familia yenu, maana hao ndio wanajua kufanyia watu mambo mabaya. Shetani na mbinu zake ashindwe. Josephine, Mungu akusaidie sana na kutuma Chango. Josephine, enda Chango kutoka Kakamega, uende Chango ikiwezekana. Kama uko Chango, utumanishe watu wa nyumbani wasaidike na Chango, itakuwa baraka kwako. Lakini zaidi sana nitakupigia nikuelekeze cha kufanya. Mwingine anasema nakupata kutoka Sabatia. Mume wangu alienda kazi, mali akapewa pesa nyingi. Alipokuwa narudi, alipita kwa mteremko, akateremka na tumbo kufika chini, akaona barabara na msichana anafuatwa na gari kidogo. Huyo msichana akagongwa na gari. Mnafaa kutakaswa. Hata mume wake akipata pesa ataendea chini kama nyoka. Yaani zinasukumwa yeye vibaya.
Na yule msichana aliyegongwa na gari, alipomwona amegongwa na gari, sijaelewa ni gari ndogo ama ni gari kubwa. Unasema gari ndogo na gari kidogo, gari kubwa ama ndogo. Kwa hivyo inamaanisha mnafaa kufungulia upande wa hazina za fedha, maana mkipata lazima zina madhara, hamwezi kutumia kwa njia nzuri. Hivyo ndivyo Yesu anasema. Shetani mbinu zake ashindwe. Asante Josia Olumasai kunisupport. Mungu akubariki kutuma sadaka yako kwa ajili ya kusaidia huduma. Naomba nabii pia uniimbie wimbo nambari 19. Hiyo wimbo ya maombi. Kana Mungu aniguze na hisi tu, uniimbie hiyo wimbo nami nitashukuru. Wimbo 19, wimbo nambari 19. Nyimbo za tenzi za rohoni ama nyimbo za injili? Sijaelewa 19. Mimi si mwimbaji wa nyimbo, tafadhali. Mimi si mwimbaji wa nyimbo, lakini wacha nijaribu, maana mimi niko hapa nikusaidia. Labda Roho Mungu anataka hiyo wimbo nikikuimbia itakupa neema. Kana ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, ili peke yangu nami, siku zetu hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho kunikumbusha huo wimbo. Asante mtoto wa Mungu. Mungu akubariki. Asante kunikumbusha huo wimbo. Wengine anasema prophet, Bwana asifiwe, niliota ndoto navuka river kubwa sana, nalikuwa na kanyagia matuta yenye ulikuwa kwa maji hadi mwisho. Inamaanisha nini? Kuna mambo mazito yanakuja, lakini kuna mambo tu yatakayofanya upate kupita. Yani kuna mazuri yenye ushaifanya, labda ulifanyia Mungu ama mwanadamu, atakusaidia upite katika maneno mengi yanayokuja mbele zako. Kuna magonjwa, kuna vita na kuna mambo za watu, lakini usihofu, kwa maana Mungu amekuwekea matuta ya kanyaga ili upate kuvuka. Shukuru Bwana, wewe umepata matuta, wengine hawapatangi kitu. Ile kazi unamfanyia Mungu, atakuwekea matuta ya kupita kwa sababu ya kusimama na Mungu. Mungu akubariki, wewe ni mshindi. Mwingine anasema asante Nabii Sunday, nitakuja Mungu akiniwezesha. Ni Edith.
utakuja uongee na karani. Wewe ndio wa pesa kule Ngong. Karibu sana Edith. Mwingine anasema Bwana asifiwe prophet. Mimi niko na ushuhuda. Last Sunday but one nilitumia toleo na ukaniambia nikujibu Sunday. Cha kushangaza, mama mwenye alikuwa mchawi mkubwa kwa ukoo wetu alikufa Wednesday. Nabii Nabii ubarikiwe sana kwa maombi yako. Mungu akubariki. Wacha nikupigie simu labda unieleze. Unasema ulituma sadaka. Ya, ukinitumia sadaka mimi nang'ang'ana na wachawi wako. Na mimi naombanga umekata. Amuko kwa watu. Why you so busy? Umekata. Brenda Temoi, naomba Mungu akubariki. Asante Brenda Temoi kwa sadaka ambayo umenitumia. Mungu akubariki. Isabella Ambani, aki Yesu akubariki Isabella. Asante kwa sadaka yako ya usiku. Ninasema Mungu akubariki Isabella Ambani. Mungu akubariki. Yaani mwenye unahisi kweli Prophet Asheri, wacha nisimame naye. Mimi sinanga sponsor, sina mtu wa kunisupport. Kuna watu wana watu wakubwa na wasupport wapi wanawatumia. Mimi na wewe tu. Na ni hivyo tu. Nikuombe Mungu akubariki. Unapo support una support GTM TV. Na ndio unaona ya kwamba hapa tunang'ang'ana na watu ambao wananisupport shilingi 200, 150. Lakini yote nashukuru kwa sababu ni wewe unatoa kwa moyo ulio mzuri. Isabella, Mungu akubariki na kutende mema kwa maana unasimama nami. Bwana asifiwe. Nabii, niliota pepo inaninyonga, shetani ashindwe. Nikakemea na stima ikawaka, ikawa imezima. Niliamuka na kwenda kuwasha. Kijana yangu akaniambia balbu zimechomeka na nikaamuka. Unaona, balbu zimechomeka kwa nyumba yako, pepo linakunyonga, stima imezima. Nyumba yako ni giza, unatembelea kwa giza. Rudi wakishe stima. Watu wengi wanazimanga stima kwa kutosimama na kazi ya Bwana. Wanapenda kuomba lakini hawatoi, wana switch off stima. Toke nikisha kwa nyumba yako. Sina kwangu hujaweka pesa. Wewe utaki labda kumtolea Bwana. Na ndio sababu unaenda kwa maombi, stima zinazima. Watu wengi wanakataa, lakini baadaye hao ndio watakaa kwa giza na pepo litakujia kwa giza. Utakapotuma sadaka yako itakufungulia taa ya moyo wako. Unisikie, nimekuambia ukweli. Isabella, Mungu akubariki mtoto wa Mungu. Mwingine anasema ni mimi mimi Kiswahili ni ngumu kiasi. Kuna wengine wanaandika vizuri wako na shule video utaanza. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kuna messages ambazo zingine sijapata vizuri, lakini nasema Mungu awabariki. Wacha nishukuru hao waliosimama na channel ambaye ni Jenny Songwa. Baba yangu, bariki Jenny Songa katika jina la Yesu Kristo. Pia bariki Caroline Adenya mwana wa damu. Bariki pia Emma Walubengo Simio. Mungu akubariki. Bariki pia Bernard wa Huka. Mungu akubariki. Alafu bariki Leonidia Lusenja. Mtazamaji wangu, nashukuru Mungu wa mbingu na nchi kusimama pamoja nami, na nimewafundisha mambo mengi kuhusu ndoto na ufafanuzi wa ndoto. Nikisema sasa imefika wakati wa tamati yangu, nikisema Yesu awabariki na watende mema. Nitasimama nanyi usiku na mchana ili malaika wangu azidi kusimama nanyi. Ninasema malaika wako asimame zaidi juu ya mambo yote. Kesho